alafu anakuja kulaumu Rigathi Gachagua. Shame on you. Shindwa sana. Amechaguliwa hapo miaka 3, miaka 2 sasa. Amerefuka, anaona sasa yeye amekomaa. Amekomaa yeye sasa ndiye msemaji wa watu wa Meru na watu wa Embu na watu wa Tharaka. Haujapona my friend, uko mbali, kuja polepole. Wakenya hamjambo. Pahali popote mlipo, ni mimi wenu Isaac Mungai, kijana msafi, chairman wa New Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kujibu mtu ambaye anaitwa Roku. Roku alikuwa mbunge wa Mbeere North mwaka wa 2022 mpaka mwanzo ya hii mwaka, alafu akapatiwa kiti na William Ruto akakuwa waziri wa public service. Siku ya jana nimesikia Roku akiongea kule Mbeere, na alikuwa anaongea kama mjinga, kwa sababu alikuwa anahubiri injili ambayo ni ya kugawanyisha jamii yetu, na alikuwa anaongea mambo ambayo ya kumaliza umoja kati ya jamii yetu hapa. Na mimi nisikia Roku akisema ya kwamba eti kama itamaanisha Meru, Embu na Tharaka Nithi watoke katika hii mlima, wajiondoe katika umoja wa mlima, ndivyo William Ruto aingie kiti 2027. Nisikia akisema ya kwamba watajiondoa. Na nikasikia Roku akisema ya kwamba eti kwa muda mrefu sisi kama jamii ya Mlima Kenya, hasa alikuwa anasema Wakikuyu. Nikasikia Roku akisema ya kwamba eti sisi Wakikuyu tumewatumia vibaya kwa muda mrefu, na akasema ya kwamba wao wamebaki nyuma zaidi. Sisi ndio tumekuwa tukisaidika na ile uongozi ambao imekuweka kutoka wakati wa Kenyatta. Mimi nataka niambie bwana Roku, ambia watu wa Mbeere North ukweli. Hata kama ungetaka tuachane, ni vizuri tuachane katika haki na katika msingi wa ukweli. Ambia watu wa Mbeere North ukweli, na wakijua ukweli wao pia sasa watajiamulia. Ruko, nimekuwa kwenu Mbeere North wiki 2. Uko madarasa mingi ni ya matope. Mahali ulikuwa mbunge wewe, mahali Jawagu alikuwa mbunge. Sisi Wakikuyu sio sisi tulikuwa tumewachagua hapo. Watu wa kwenu ndio walikuwa wamechagua nyinyi mwakilisha kule bungeni. Na kama watu wenu ndio wamekuwa wakiwachagua, wakichagua viongozi ambao ni malenge, wakichagua viongozi ambao hakuna kitu wanarada, wakichagua viongozi ambao ni wezi, wakichagua viongozi ambao ni wafisadi, wakichagua viongozi ambao ni walafi, sisi Wakikuyu tunakujia wapi bwana Roko? Sisi tunakujia wapi? Sisi hakuna mahali tunakujia. Sisi hatukuji. Watu wa Kiambu hawapigi kura huko, watu wa Murang'a hawapigi kura huko, watu wa Nyeri hawapigi kura huko, watu wa Laikipia hawakuji kupiga kura huko. Nyinyi ndio mnapiganga kura huko. Watu wa Embu, watu wa Tharaka, watu wa Meru, nyinyi ndio mnapigania kura huko. Nyinyi ndio mnamuonga nani mnataka awaongoze. Nyinyi ndio mmekuwa mkiamua wabunge, nyinyi ndio mmekuwa mkiamua magavana na pia maseneta. Sisi tumekuwa tukikuja kuamua huko, nyinyi ndio mmekuwa mkiamua. Na kama wala viongozi mlikuwa mnachagua ni walafi kama Ruko, nyinyi mnafikiria mngepata maendeleo wapi? Ruko amekuwa mbunge na madarasa kwake ni ya matope. Ndende Nyoro amekuwa mbunge 2017 na 2022. Ametumia pesa ya CDF kujenga madarasa kule kwake. Madarasa zote zinakaa academy. Ametumia pesa yake kuboresha mambo ya elimu katika constituency yake. Ametumia pesa ya CDF ku make sure kwamba ameboresha zile barabara ambazo anafaa kutengeneza. Kuna barabara zingine ameweka concrete. Hiyo kazi yote Ndende Nyoro amefanya na CDF. Ruko kazi yake ni kuvuta sigara na kukimbiza wamama. Sasa kama wewe uko Nairobi, kazi yako ni kuvuta sigara, kazi yako ukiamuka ni pombe, kazi yako ukiamuka ni wanawake, ni siku gani madarasa kwako itaja kukua matope? Alafu unakuja hapa kusema ati sisi watu wa Mlima Kenya hasa wa Kikuyu eti tunafanya mrudi nyuma. Kwani Ndende Nyoro ashaikuwa president ndivyo kwake tengeneza mashule? Kwani Ndende Nyoro ashaikuwa deputy president ama rais wa Kenya ndio kwake aboresha mambo ya elimu vile ambavyo ameboresha? Ndende Nyoro amekuwa mbunge tu kama wewe. Ndende Nyoro amekuwa tu na CDF kama vile ambavyo Ruku amekuwa na CDF. Lakini Ndende Nyoro anatumia hiyo CDF kuhakikisha kwamba ametengenezea watu wa kwake mashule, amewatengenezea mambo ya elimu, ametengeneza barabara. Lakini wewe ukipatiwa CDF yako bwana Ruko, kazi yako ulikuwa unavuta sigara, pombe, wanawake. And that is why leo hii Mbeere North madarasa ni ya matope. Shame on you bwana Ruko. Shame on you bwana Ruko. Ambia watu wa Mbeere North ukweli. Sio sisi tumefanya mkue nyuma.
ni uongozi ile ambao nyinyi mnachaguliwa hapo, mnaenda Nairobi raha. Mkichaguliwa hapo, mnaenda huko Nairobi raha. Na ni vizuri niambie watu wa Embu na watu wa Mbeere North na watu wa Tharaka Nithi. Iko siku niliona Bwana Kindiki akitengeneza madarasa ya matope huko Tharaka Nithi, na hiyo siku alikuwa sitting senator. Bwana Kindiki amekuwa senator miaka 10. Amekuwa deputy speaker miaka 5. Amekuwa leader of majority miaka 5 huko bunge. Amekuwa wakili, anasemanga amekuwa wakili miaka 50 mpaka huko Netherlands. Na bado huko Tharaka Nithi madarasa ni ya matope. Kwani mlikuwa mnataka msaidike na jengine namna gani? Kama wale viongozi ambao nyinyi wenyewe mnachagua, si viongozi wanaweza wasaidia, sio viongozi wa kuzingatia maendeleo. Ni viongozi wa kukuja Nairobi hapa raha. Wakipatiwa pesa yenu wanakulia raha hapa raha, na wanawake wanakosa kuja kuwasaidia. Msije mkalaumu eti viongozi wa Kikuyu wale wamekuwa hapa wakiongoza mlima eti wamewafinyilia. Hakuna kitu kama hiyo. Aibika sana Bwana Ruku, na nikwambie Bwana Ruku, lala uote tena. Hakuna mtu ataweza kutenganisha jamii ya Mlima Kenya. Hiyo barabara unapitia tumeionea mbali. Na tunajua ni William Ruto amekupatia pesa. Unajua Ruku alikuwa tu maskini wa kawaida juzi hapo. Leli Kivuti amemshika mkono, JB Muturi amemshika mkono, wamesaidia yeye akapata kiti ya MP mara ya kwanza. Kupata kiti ya MP hapo, akaenda huko kuonyesha William Ruto vile JB Muturi hana akili, vile Leli Kivuti hana akili, akaanza kuwakoroga kuwapiga hapo, ndivyo William Ruto akampatia kazi ya waziri, akavuta JB Muturi. Sasa hii Ruto sasa anaona amekomaa. Amepaka ndevu rangi ya white. Alafu amerefuka, anafikiria ndivyo yako na akili mingi. Sasa yeye kule Mbeere North na kule Embu na kule Meru, sasa yeye ndiye anafaa kuongea. Anaona wale wengine ni kama watoto. Mimi nataka nikuambie Ruko, hiyo speed umekuja nayo punguza my friend. Umoja ya jamii ya Mlima Kenya imekuweko tangia tupata uhuru. Haitakuja kutenganishwa na kijana mdogo kisiasa kama wewe. Umoja imekuweko katika miaka 60. Umoja imekuweko katika miaka 60 kati yetu wa Meru, wa Embu na wa Tharaka. Umoja, urafiki, undugu ya miaka 60 Bwana Ruko haiwezi kuja kumalizwa na mrafiki dogo kama wewe. Hiyo urafiki yako ni kidogo my friend, hiyo urafiki yako ni kidogo. Hauwezi kuja kutenganisha urafiki umejengwa katika msingi wa miaka 60. Hiyo haiwezekani. Embu ni wetu, wa Tharaka ni wetu, wa Meru ni wetu. Hakuna tofauti kati ya Mkikuyu, Mmeru, Muembu na Mutharaka na Mbeere. Hakuna tofauti. Sisi ni jamii moja hapa. Sisi tunaongea lugha moja hapa. Tumekuwa ndugu na dada. Tumeishi kwa umoja miaka 60. Mababu zetu walienda wakatuacha tukua katika msingi wa umoja. Hatuwezi kubarisha mtu mmoja hapa kwa sababu anaona akiwa mrefu sana kuliko watu wale wengine. Anafikiria endi yako na akili mingi. Eti akuja hapa kutenganisha sisi. Hiyo hatutakubali. Na niambie watu wa Embu, msikubali kusikiza huyo kijana. Huyo kijana kisiasa hajakomaa, hako mbali sana. Hako mbali sana. Kisiasa Ruko hako mbali. Unajua hawa vijana wanatairishwa, anakaa kwa nyumba siku 5 hapo, kindoda inakauka kidogo, anafikiria amepona, anatokelezea kwa wanaume, anaanza kurukaruka, kipigwa tu kidogo anaanza kubleed, anarudi kwa nyumba. Huyo ndiye Ruko. Amechaguliwa hapo miaka 3, miaka 2 sasa. Amerefuka, anaona sasa yeye amekomaa. Amekomaa yeye sasa ndiye msemaji wa watu wa Meru na watu wa Embu na watu wa Tharaka. Haujapona my friend, uko mbali, kuja polepole. Kufikiria utatenganisha. Bwana Ruko, kufikiria utatenganisha jamii ya Mlima Kenya. Kufikiria urafiki yako itatutenganisha. Hizo story labda udanganye wanawake wako mkuu kwa room somewhere huko. Lakini usikuje kuongea mbele ya watu. Usikuje hapa kujaribu kuongea mbele ya Wakenya TV ambavyo utatenganisha sisi. Hawezi tenganisha sisi. Danganya girlfriend zako mkuu kwa room somewhere. Lakini sisi jamii ya Mlima Kenya hiyo upuzi hatuwezi sikiza na hatuwezi nunua hiyo ujinga. Kula pesa ya William Ruto polepole. Tunajua ni ulafi na kukimbiza, lakini kula pesa ya William Ruto polepole. Usikuje ukatapikia watu wa Mlima Kenya hapa. Usije ukatapikia watu wa Mlima Kenya hapa. Na kama vile ambavyo nimesema,
Na jamii ya Mlima Kenya, hii ni kitu ambao wanafaa wasikia, hasa wale wako kule Meru na kule Tharaka Nithi. Maendeleo inaletwa na wale viongozi nyinyi mmechagua. Mkiona mnakosa maendeleo, msije mkalaumu mtu mwingine yote. Huyu ambaye mlipigia kura ndiye mnafaa kulaumu. Huyu ambaye mmechagua ndiye mnafaa kulaumu. Ile kazi wabunge wamefanya hapa ni mingi, akina Ndede Nyoro, akina Wakili Mureu. Wabunge wengi sana wamefanya kazi hapa ya maendeleo kupitia CDF ile ambao wanapatiwa. Magavana wengi kina Irungu Kang'ata wamefanya kazi kubwa vile ambavyo wamechaguliwa na wananchi, ya kusaidia kaunti zao kuinuka, ya kusaidia maeneo yao bunge kuinuka, bila hata kutegemea viongozi wengine wote kule juu. Kwa hivyo kama nyinyi mnaona iko vitu ambavyo mnakosa, Ruku asikuje hapo kuwadanganya eti mnakosa kwa sababu nyinyi hamtakuwa kwa serikali. Mmekuwa kwa serikali, si mmekuwa na wabunge, si mmekuwa na magavana, mmekuwa na viongozi. Wala mnafaa kulaumu ni hao viongozi wenu kina Karinda, kwa sababu kazi yao ni kufurahisha William Ruto. Kazi yao ni kulamba William Ruto. Kuliko wafikirie vile watasaidia watu wa Embu watoke katika umaskini. Kazi yao ni kuja kulamba William Ruto na kumfurahisha. Shida ya Embu ni uongozi. Shida ya Tharaka Nithi ni uongozi. Shida imekwama hapo. Na ni vizuri watu wetu mnisikize mahali ambapo mko. Shida yenu ni uongozi, wale ambao mnapatia viti hapo. Na ndio maana tulikuwa huko, tukakuja tukaambia muongee na Karis. Tukaambia Karis amekuwa MCA miaka 15, ako na ujuzi na hawezi kuwa amechaguliwa mara 3 kama hakuna kitu anasaidia nayo. Lakini hao wakora wawili mtu wakakuja hapo wakawaletea mtu anaitwa Muthende. Muthende niliona akiwa kule bungeni, kazi yake ni kupiga simu wakati mjadala inaendelea. Ya? So watu waangalie wale viongozi wanachagua. Lakini hii mambo ya Ruto kuja kudanganya hapa, hiyo wasahau kabisa, na sahau kabisa. Kuota ya kwamba Mlima Kenya tutaachana, eti furahisha William Ruto, hiyo ni kitu hatuwezi kubali. Na niambie jamii yetu hasa kwa jumla, with or without Rigathi Gachagua, hata kama wengine wanasema ya kwamba wanachukia Rigathi Gachagua, wale wanafi wa William Ruto, hatutakubali Mlima Kenya kugawa mara 2 au mara 3 eti kwa sababu mtu wako na shida na Rigathi Gachagua. With or without Rigathi Gachagua, pendekezo letu kama wakaji na jamii ya Mlima Kenya ni ya kwamba umoja wa Mlima Kenya, ili ambaye tuliachiwa na mababu zetu baada ya kupigania uhuru miaka 60 ilikwisha, hiyo umoja ikue, hiyo umoja izingatiwe, na tusikubalisha mtu hata mmoja akuje kugawanya sisi. Tunafaa kukaa kama familia moja, kama ndugu na kama dada. Tusikubali watu wakuje kutuingilia hapa eti kwa sababu wako na chuki na Rigathi Gachagua. Na hii puzi wako naye wanafikiria sisi tukiwa katika umoja eti Rigathi Gachagua ndiye anasaidika. Umoja wa Mlima Kenya sio Rigathi Gachagua inasaidia. Umoja wa Mlima Kenya inasaidia sisi. Umoja wa Mlima Kenya inasaidia sisi. Kwa hivyo msikubali kuzua chuki, kwa sababu hivyo ndivyo Ruto wanafanya. Na wale wakora wa William Ruto, hiyo ndio ile kitu wanafanya. Wanakuja kuzua nyinyi chuki eti kwa sababu wanachukia Rigathi Gachagua, wanasema ya kwamba mlima igawe mara 2. Umoja wa Mlima Kenya sio Rigathi anasaidia, inasaidia sisi kama jamii, kwa sababu ya kujipanga mambo ya kutafuta serikali na kujipanga mambo ya kuitisha vitu zetu katika serikali. Tukiwa katika umoja wetu, kunegotiate na kubargain na kutetea haki zetu itakuwa rahisi. Lakini mkikubali mtu awazie chuki hapo, akuja wadanganya mambo za rigiji, mkubali kugawanywa hapo, nyinyi ndio mtakuja kuhangaika. Nyinyi ndio mtakuja kuhangaika. Tukiteseka, tutaseseka sisi wote. Mwenye ako Kiambu akiteseka, mwenye ako Tharaka Nithi anateseka. Mwenye ako Meru, mwenye ako Embu, mwenye ako Nakuru, mwenye ako Nyeri anateseka. Hii si mambo na Rigathi Gachagua. Hii si mambo na Rigathi Gachagua. Hapa sawa, hako na familia, watoto wake na bibi yake, yeye yako sawa. Mchague William Ruto, tukata Mlima Kenya mara 10, tukose kukata, tujichanganye, yeye yako sawa na jamii yake, yeye hana shida. Sisi ndio tutaumia. Sisi ndio tutateseka. Kwa hiyo msikubali Ruto kwa sababu ya chuki yake ya Rigathi Gachagua akuje kuambia mambo mengine hapa ya upuzi. Na hiyo maneno ni hiyo. Maneno ni hiyo. Kama iko swali tutajibu, kama hakuna swali
hiyo habari ifikishiwe Roko. Mambo ya kufikiria kugawanya Mlima Kenya, muambie hiyo aongee kwa room akiwa na girlfriend zake. Lakini asikuje sisi kutuletea hiyo puzi. Hiyo umoja imelimiwa miaka 60. Haiwezi malizwa na kijana mdogo kwa sababu ya urefu ya miaka 3 kwa serikali. Hiyo puzi hatuwezi kubali. Fikisheni hiyo habari. Na namwambia Roko kwake madarasa ni ya matope, na amekuwa mbunge miaka 3 na amekuwa waziri sasa mwaka moja. Na kwake madarasa ni ya matope. Kiharo madarasa imejengwa. Hapa Juja hakuna madarasa ya matope, tuko na mbunge. Huko Gatanga nyumbani kwetu Ushago tuko na mbunge wakili Mureu. Madarasa huko si ya matope. Wakili amejenga madarasa. Roko kuliko jenga madarasa huko kwake, pesa anakula hapa na sigara na wanawake. Ile ya CDF alikuwa anapatiwa. Alafu anakuja kulaumu Rigathi Gachagua. Shame on you. Shindwa sana.